Rais wa Marekani Donald Trump kwa mara nyingine ameshutumu Iran kwa kile alichokiita michezo ya pande mbili, akidai kuwa maafisa wa Iran wanataka mazungumzo, lakini wanakanusha jambo hilo katika kauli zao za hadharani. Pia alidai kuwa mlango bahari wa Hormuz uko chini ya udhibiti wa Marekani, huku akirudia kauli yake kwamba Iran ina chaguo mbili pekee: kufikia makubaliano au kujisalimisha kikamilifu. Kauli za Trump zinafuata mwenendo uliojitokeza katika miezi ya hivi karibuni baada ya kutishia kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya miundombinu Iran. Amekuwa akidai mara kwa mara kwamba upatanishi walimshawishi asitekeleze shambulio hilo na kwamba mazungumzo yalikuwa karibu kuanza. Hata hivyo, baada ya Tehran kukanusha madai haya, Trump alishutumu Iran kwa kusema uongo na kutumia vigezo vya pande mbili. Rais huyo wa Marekani pia alidai kuwa nchi yake inadhibiti mlango bahari wa Hormuz, licha ya kwamba hapo awali alikuwa akiitaka Iran kuhakikisha njia hiyo muhimu ya kimkakati inaendelea kwa wazi na kujiepusha kuchukua hatua dhidi ya meli ambazo Tehran inadai zinakiuka kanuni za usafiri wa baharini. Katika moja ya kauli zake za karibuni, Trump alisema kuwa uharibifu wote utakaosababishwa kwa meli zinazohusika katika matukio hayo ungelipwa kwa kutumia mali za Iran zilizotaifishwa. Mwanzoni mwa mzozo huo, Trump alisema kwamba kujitoa bila masharti ndilo lilikuwa chaguo pekee kwa Iran. Baadaye alianza kuzungumzia uwezekano wa mazungumzo, lakini sasa amerudi tena kwenye msimamo wake wa makubaliano ya kulazimisha au kujisalimisha. Wachambuzi wanaona kauli hizi zinazojirudia kuwa mwendelezo wa kampeni yake awali ya kuweka shinikizo dhidi ya Iran badala ya kuashiria mabadiliko makubwa katika hali ya sasa. Saa chache baada ya kudai kuwa Marekani ilikuwa na udhibiti kamili wa mlango bahari wa Hormuz, Trump alitoa kauli nyingine akisema kuwa Washington ilikuwa katika mazungumzo ya Iran kuhusu kufungua tena mlango huo wa bahari. Mabadiliko haya katika kauli za Trump yalikuja muda mfupi baada ya msimamo wake wa awali kwamba njia hiyo muhimu ya kimkakati ilikuwa chini ya udhibiti wa Marekani. Hali ilizidi kuonesha mkanganyiko katika kauli zake kuhusu Iran pamoja na mlango bahari wa Hormuz. Ingawa amekuwa akitaja njia hiyo iendelee kwa wazi, pia amedai kwamba Washington ina uwezo wa kudhibiti maendeleo yanayotokea katika ukanda huo. Wakati huo, maafisa wa Pakistan wamekanusha kauli ya Trump kwamba mazungumzo na Iran yalikuwa yameanza, wakisisitiza kuwa bado hakuna tarehe wala eneo lililokubaliwa kwa njia ya mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Tehran pamoja na Washington. Afisa mwandamizi wa Pakistan aliambia shirika la habari la Anadolu kwamba hakuna kikao chochote kati ya majadiliano ya Marekani na Iran kilichopangwa kufanyika Islamabad, angalau si ndani ya saa 24 zijazo. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Iran, Ismail Baghei, pia alikanusha dai la Trump siku ya Jumatatu, akisema kuwa Iran kwa sasa haifanyi mazungumzo yote na Marekani. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali, wapatanishi kutoka Pakistan na Qatar wanaendelea kuwasiliana na Tehran na Washington ili kukamilisha maandalizi ya tarehe na eneo aloweza kutumika kwa mazungumzo ya baadaye huku mazingira yataruhusu. Islamabad pamoja na Doha zimetajwa kwa miongoni mwa maeneo yanayoweza kutumika kwa mazungumzo. Waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo, Mohsin Naqvi, anatarajiwa kuitembelea Iran ndani ya siku moja au mbili, huku hapo awali Tehran na Washington zilifikia mwafaka baada ya wiki kadhaa za mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja yaliyopatanishwa na nchi mbalimbali. Mpango huo ulikusudiwa kutekeleza mazungumzo kuelekea suluhisho la kudumu kuhusu masuala kadhaa yenye mvutano, ikiwemo masuala yanayohusu mpango wa nyuklia wa Iran. Hata hivyo, mchakato huo ulisitishwa kufuatia hatua zilizochukuliwa baadaye na Marekani, na kwa mujibu wa vyanzo vyenye taarifa za ndani, iwapo duru mpya mazungumzo itaanza, hatua ya awali huenda ikafanyika kwa njia isiyo ya moja kwa moja kupitia wapatanishi kwa lengo la kufikia kiwango cha chini cha maelewano kabla ya mazungumzo ya moja kwa moja. Vyanzo hivyo pia vilisema kuwa swala la nyuklia huenda lisijumuishwe katika hatua ya kwanza ya mazungumzo ya moja kwa moja. Vyanzo hivyo viliongeza kwa mazungumzo yale yangejikita katika kusitisha uhasama, kupunguza mvutano na kurejea katika hali iliyokuwepo kabla ya Julai 9. Pia vilieleza kuwa pendekezo la pamoja lililotolewa na Pakistan na Qatar, ambalo liliandaliwa kwa mashauriano na washirika wa kikanda kama mfumo unaoweza kutumika katika mazungumzo yajayo. Kwa mujibu wa pendekezo hilo, masuala kama kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz na kuondolewa kwa vikwazo vya baharini dhidi ya bandari za Iran yangeshughulikiwa. Usitishaji wa mapigano kusini mwa Lebanon pia umetajwa kuwa miongoni mwa mambo yanayoweza kujadiliwa katika meza ya mazungumzo. Licha ya kuongezeka kwa vitisho vya kijeshi dhidi ya Iran, tathmini mbalimbali zinaonyesha kuwa mchakato wa Marekani wa kufanya uamuzi kuhusu uwezekano wa vita vikubwa dhidi ya Iran bado unakabiliwa na mashaka makubwa. Ingawa mipango ya kijeshi dhidi ya Iran inadaiwa kuwa tayari imeandaliwa ndani ya utawala wa Marekani, wasiwasi kuhusu madhara ya kikanda, majibu ya Iran na upinzani kutoka kwa baadhi ya washirika wa Marekani umeifanya hali kuwa ngumu zaidi kwa ikulu ya White House.